Kuna viongozi wanaopita na viongozi wanaoacha alama. Leo kitabu cha mmoja wa magwiji wa siasa Tanzania, William Vangimembe Lukuvi, kimefungwa kurasa yake ya mwisho, lakini maandishi yaliyomo hayatafutika kamwe. Alikuwa sauti ya Ismani, lakini alikuwa mikono ya nchi ya Tanzania. Safari yake haikuwa ya bahati nasibu. Tangu enzi za ujana wake ndani ya TANU, Lukuvi alijua siri moja kuu ya uongozi: utii. Alikuwa mwanasiasa adimu aliyeweza kutembea kwenye barabara za marais watano tofauti, akibaki kuwa mhimili imara usiotikisika. William Vangimembe Lukuvi alizaliwa mnamo Agosti 15, 1955 mkoani Iringa na kuanza safari yake ya uongozi tangu akiwa kijana mbichi. Tofauti na wanasiasa wengi, Lukuvi alipikwa ndani ya tanuru la umoja wa vijana wa TANU na baadaye CCM. Hapa ndipo alipojifunza nidhamu ya hali ya juu na uwezo wa kusimamia itikadi za chama na serikali, misingi iliyomwongoza hadi pumzi yake ya mwisho hii leo. Alianza kwa kuitumikia Ismani, jimbo ambalo amelitumikia kwa miongo mitatu kwa uaminifu usiotikiswa. Lakini kipaji chake kilimtoa nje ya Iringa. Kabla ya kuwa waziri, Lukuvi alikuwa jicho la rais katika mikoa miwili ya kimkakati. Kwanza Dodoma, makao makuu ya nchi, kisha Dar es Salaam, kitovu cha biashara na mivutano ya kisiasa. Kote huko alionyesha kuwa yeye ni mtu wa kazi na sio maneno. Wengi watamkumbuka kama simba wa ardhi. Wakati wengine walipojifungia maofisini, Lukuvi alivaa mabuti. Alikwenda kule ambako mnyonge alikuwa analia. Alisimama katikati ya matajiri na maskini, akishika hatimiliki mkononi, akisema haki ya huyo mzee isiguswe. Alibadilisha wizara ya ardhi kutoka kuwa pango la madalali na kuwa kimbilio la wanyonge. Katika serikali za awamu ya 3, 4, 5 na 6, alibaki kuwa nguzo, akiwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu na baadaye mhimili wa ardhi. Lakini nyuma ya ukali wake ule wa kusimamia haki, kulikuwa na mzee wa busara, mwanasiasa wa aina ya old school, mwenye nidhamu, asiyependa makuu na ambaye hakuwahi kulewa madaraka. Katika nyakati za misukosuko ya kisiasa, Lukuvi alikuwa bandari utulivu. Hata katika hatua za mwisho za maisha yake, aliendelea kuwa mshauri wa karibu wa Rais Samia Suluhu Hassan, akitumia uzoefu wa miaka 40 kusuka diplomasia ndani na uratibu wa serikali. Rais Samia amepoteza mshauri, Ismani imempoteza baba, na Tanzania imepoteza mzalendo wa kweli. Kifo chake si mwisho safari yake, bali ni mwanzo wa kuishi kwa mafunzo aliyoyaacha. William Vangimembe Lukuvi, umepigana vita iliyo njema, mwendo umeumaliza. Nenda mpiganaji. Khalid Omar, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.